Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu wafuatiliaji wa program mbalimbali katika channel hii Huda TZ, nikaribisheni tena katika program hii, program muhimu sana, program ya kiibada, program ambayo inafanyika kuanzia tarehe 13 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 2025. Ni program ya tamasha la ujenzi wa kituo cha elimu na malezi ya Chungu Islamic Center. Chungu Islamic Center ipo katika kijiji cha Chungu, kata ya Ihanja, wilaya Ikungi, mkoa wa Singida. Katika tamasha hili shughuli mbalimbali zimefanywa na nasaha mbalimbali zilitolewa. Lakini muhimu kwa siku ya leo, naomba nikuletea hutuba ya ufunguzi wa tamasha, hutuba ambayo ililetwa kwetu na Sheikh Alhaji Sheikh Muhammad Ramadhan Qasim, ambaye ni amiri wa kamati ya kuendeleza Uislamu Tanzania ngazi ya taifa. Ni muhimu sana kusikiliza hotuba hii kwa sababu si tu ileta mwelekeo mzuri katika tamasha hili, lakini iliakisi mapinduzi makubwa ya matamasha mengine yajayo na harakati za ujenzi na uendelezaji wa vituo vya elimu chini ya kamati ya kuendeleza Uislamu. Na Mwenyezi Mungu akubariki wewe utakayesikiliza na kutekeleza maarifa haya na nasaha hizi. Naomba yote ni wakaribishe. Asanteni sana. Alhamdulillah alladhi hadana bihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, kwanza kumshukuru Subhanahu wa Ta'ala kama mlezi wa ulimwengu wote, na tutakie rehema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na ahli zake, sahaba zake na wale wote ambao wanafanya juhudi za maksudi ya kuelekea lile lengo la kulitoa kwake duniani ambalo ni kuunganisha Uislamu na kutawalisha katika jamii. Tuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie miongoni mwa hao tukafanya kazi mpaka mwisho wa maisha. Naam, alimradi tamasha ni aina yake. Sasa nikumbusha, tuseme mwaka huu tutakuwa na tamasha la aina yake, tamasha maalum. Tuseme tamasha maalum kwamba tutaanza saa 12. Tamasha la kwanza kunyanyua kuna mbele. Labda kwanza kabla siendelea tuzingatie yale ambayo tumepata katika zile aya za Qur'an, zile aya za kitangulizi. Tusichukue zile. Sasa kwa kuongeza vile nikumbushe kwamba sisi tumetikia wito wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia kwamba aliwepo kundi kama usomaji wa aya ambao watafanya kazi ya kuingania heri wa mshemema katika mabaya. Na kwanza lazima tujue katika saizi ya kuwa kwa umma, ni jambo muhimu sana. Na ili tuweze kuwa umma, kama tumeeleza kwamba Mwenyezi Mungu anasema je, unakuaje, unapokeaje? Na hadi na kitabu cha Mwenyezi Mungu mnakisoma na mtume mnaye. Sasa vitu vya kwanza pamoja kusoma elimu zote hizo za mazingira, lazima swala la elimu ya mwongozo kwetu jambo la kwanza, ndio la msingi kwetu. Na ndio maana sasa tunasema ili tuweze kwenda huko mbele lazima tuanze na vituo. Sisi wenyewe tusome, lakini leo tuna vizazi vyetu visome. Kwa hiyo tujue kwamba ni jambo la kwanza. Kwa hiyo katika pale ambapo tutakuwa tumekosea ni pale tukapotaka kufanya hii kazi tukaacha misingi yake, hatutafika. Nakumbusha. Kwa hiyo kwa nini haya tamasha? Je, ni kitu cha kufanya tu tuonekane tunajenga? Hapana, ni kitu cha msingi sana. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe katika kumtaka Adam na kizazi chake waje hapa duniani wafanye kazi yake, alianza kwanza kumpa Adam majina ya vitu vyote, akamfundisha. Amweka kwenye darasa, kwa vile alikuwa kwenye darasa lake, yeye mwenyewe akamfundisha wala Adam al-asbahu. Lakini baadaye akasema duniani akasema haitoshi, lazima tukuletea mwongozo
hiyo elimu inayokupa lazima uiende na mwongozo. Utajenga, utakuwa injinia, mtakuwa daktari na nini, lakini udaktari una mwongozo. Sasa ukija hivyo vyote vitakuwa vipatikane katika vitu vyetu hivi. Naam. Kwa hiyo Nabii Adam alayhi salam na kizazi chake ambao unakusudiwa kuwa mahalifa, kwanza elimu ilitangulia hapa duniani kabla hajafanya chochote. Kwanza ameumbwa tu, hajafanya chochote, kaambiwa nenda peponi mkale, bado akafundisha majina yote. Ameshika hapa duniani hapo, ushikeni humo utakujia ni mwongozo. Huyo ni Adam alayhi salam ambaye ndiye baba yetu na ndiye mtume wa kwanza ambaye kuja kusimamia kazi hii ya kusimamisha Uislamu katika jamii. Anakuja mtume wa mwisho, tunapata taswira ile. Amehangaika sana Mtume sana katika kipindi chake. Of course alikuwa ameandaliwa kilihani. Tunasema aliandaliwa miaka yote tangu azaliwa, alikuwa anaandaliwa kwa mtume. Kama Adam alivyo moja kwa moja akaletwa kama anaitwa duniani pale pale. Na yeye aliandaliwa kiasi kwamba akafika mahali kutaka kuibadilisha jamii yake. Jamii ya kidhalimu iwe jamii ya furaha na amani, jamii ya uadilifu. Mtaifanyaje? Ile jambo likakaa kwake. Akashindwa kukaa nyumbani. Akatoa kwenda kule kama alikuwa na shida ya chakula. Mzimu alijalia kawa tajiri. Alikuwa miongoni mwa matajiri wakubwa katika Maka kupitia kwa Bi Khadija. Na wakatoa pesa sana kukomboa watumwa wale walikuwa na shida sana, walikuwa wanatoa pesa zao kuwasaidia wale mmoja. Lakini kaonekana mpaka lini? Kaonekana kuna haja ya jamii nzima ifanywe kazi. Kabili aende pangoni akatafute msaada wa Mwenyezi Mungu ambaye ndio yupo kilahamu kwa Mwenyezi Mungu yupo ndiye kwa msaada. Lakini katika kukaa kule kwa miaka miwili alikwenda pale kutafuta kuomba dua kwa Mwenyezi Mungu ampe solution, ampe solution la jamii. Akakaa miaka miwili akaletewa solution. Solution alizonalo ambayo linamtoa pangoni ni ikra ismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه هي اليوم تنفع. Kila msanii alikuwa afahamu hii, lakini ndio msingi wake. Anaomba soma kwa ajili ya Mungu. Soma kwa ajili ya kusimamisha dini, ndio maana yake. Ikra bismi rabbika. Sio kusoma kwa kuanza kwa bismillah. Kila kitu tunataka tuanze kwa bismillah sawa, lakini atakuwa soma ikra bismi rabbika. Ni kusoma kwa ajili ya kusimamisha dini. Kwa hiyo tunataka tusome chemistry, biology kwa ajili ya dini. Mtu yote atakasoma mtume akatafsiri. Asema yote ile atakayesoma si bismillah. Akasoma kwa ajili ya mambo mengine. Akasoma ile akataja ili apate mali kwa mfano au msomi, apate heshima. Asema yeye mkiama hatapata harufu ya pepo. Hata harufu ya pepo hatapata mtu huyu alisoma ambaye kwa ajili ya manufaa yake binafsi, sio kwa ajili ya umma, kwa ajili ya kusomesha dini. Kwa hiyo tukasema na sisi tufanye hili jambo, lazima tuende na kuanza na vituo. Mtume mwenyewe kutoka pangoni, hakuna pangoni tena. Baada ya kusoma hizi aya akatoka sana kwenda kwa Bwana Arkam ambao ndio alikuwa na wasa wakati ndio anasilimu watu, wakakaa pale akaanzisha darasa lake pale. Akawa anafundisha watu kwa matendo. Shukrani inashuka, anawafahamisha Waislamu wanakwenda kutekeleza, wanafikisha. Hivyo alipokwenda Madina, sasa akawa na wasa katika msikiti wake. Wakasoma watu mpaka wakatoka nchi za mbali. Kwa Mungu akasema sasa msiende tena wote Madina kusoma. Waende wachache wale ambao wana uwezo, wakirudi kule atawafundisha na wao. Ndivyo lilitokea. Kitu cha kwanza. Kwa hiyo tukasema hivi tu tulifanye hivi cha kwanza. Kwa hiyo ndio asili ya matamasha yetu haya. Na alhamdulillah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupokea. Ametukubali yetu kama tunasomewa hapa katika historia. Kwa ametukubali. Kwa sababu hapa kweli ilikuwa ni kambi ya sisi. Lakini hapa ni kambi, maana si muda mrefu patakuwa ni mji hapa. Mji wa elimu. Si muda mrefu. Nadhani wote mnajua Kilijiko pale. Ilikuwa ni kambi ya wanyama wengi, sio tu fisi. Pale ilikuwa ni kambi ya tembo.
kambi ya vitu mbalimbali, palikuwa na mafaru pale, ilikuwa ni kambi ya wanyama wengi, ni pori kabisa, lakini bado pale nipenda ni kijiji. Sasa tukija kwenye tamasha letu maalum ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hii kazi, pamoja tukija kwenye vitu kama hivi tupate watu wajenge watu waweze kuwa na ule mwelekeo wa kuwa na msingi wa kufanya hii kazi. Kazi hii inafanywa ili tusimamishe dini, ina masharti yake. Lazima watu wajitoe na kujitolea. Lazima kujitoa na kujitolea. Uwe na elimu ya kutosha, ujue dini, ujue njia, ujue mahali pa kwenda. Lakini katika kuendea hiyo njia pamoja kuiona, lazima hiyo njia hasiyo njia ambayo ni nyeupe. Ni njia ambayo siku zote lazima itengenezwe. Sio njia nyeupe. Uislamu kuendea si jambo jepesi, ni swala la kujitolea. Na Mwenyezi Mungu akafanya hivyo, akasema hivyo. Na vema nyingi kwenye matamasha yetu kwenye aya zetu mwanzo tulikuwa tunasoma sura Safi. Baada ya kusoma lengo la kuleta Mtume sana, aya inayofuata Mwenyezi Mungu atatangazia sahihi ya shari. Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjiikum min adhabin alim. Baada ya kutuambia lengo la kuleta Mtume kudhihirisha Uislamu, anaanza kutuita Waislamu sasa kwa ujumla. Baada kwa Mtume aletwa mwana kwa ajili ya kudhihirisha Uislamu, kusimamisha na kutawalisha katika jamii. Sasa yeye mlioamini sasa, hii kazi lazima muifanye, lakini mtaifanyaje? Msichukue ni biashara na Mwenyezi Mungu, mwingie kwenye biashara. Biashara hiyo iko. Sasa kwanza kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, kwa waumini wa kweli, ndio maana yake. Kumwitikia Mwenyezi Mungu kama tunasomea katika aya za ufunguzi. Mwenyezi Mungu kila maamrisho yote Mwenyezi Mungu tuwafuate, na makatazo yake yote lazima tuyaache. Sio hiyo tunamfuata Mtume sallallahu alayhi mwenendo wake. Asema tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Na kuhakikisha kwamba tunapambana ili dini hii isimame, tunafanya jitihada za maksudi kusimamisha dini kwa kutumia mali zetu na nafsi zetu. Bi amwalikum wa anfusikum. Na mwisho anasema dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Kufanya hivyo ndio bora kuliko chochote unachojua wewe. Yaani kama tuwacha wote tukaviacha, ni kweli kabisa. Kwa mtu anafanya kazi hii, hayo yote tuliacha, si chochote sio yote kitu ni hicho. Hiki tunachokuja hapa kwa kukusanya hapa, tunafanya kitu sahihi. Hadi maneno ya Mwenyezi Mungu. Kufanya hii kazi hii ya kufanya hayo kazi nzito, sio kama hamna kazi nyepesi duniani. Sawa, Mwenyezi Mungu anasema dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Kufanya hivyo, kufanya shughuli hizi, kuacha yote hadi tukaje kufanya haya ni jambo kubwa kama nyinyi mnajua. Kama mnajua yote ni kujua. Na kujua ni kwamba je, tunapitia tunakubali aya za Mwenyezi Mungu anatuambia ndivyo tunakubali. Tunakimbiza. Kwa hiyo ndio kazi ambayo tumefanya na mpaka tumefika hapo. Sasa nije kwenye tamasha letu. Nadhani mambo ya ufunguzi yameelezwa, sasa nataka kuja kwenye tamasha. Sasa tumeambiwa tutoe mali zetu na nafsi zetu ili kazi hii iende. Kawaida sisi tunatoa mali zetu, nauli zetu tunachukua mpaka tunakuja hapa na kurudi. Sawa? Tunatoa. Tunakuja hapa tunatoa na nguvu. Siku nzima, wiki nzima kwa kuwa hapa. Sawa? Lakini bado kulingana na uhalisia, kulingana na mahitaji, bado hivi tu ni kama mrefu sana. Nadhani na wetu hapa Mbezi alikuwa anitetea, jamani msione bwana kwamba hii jamaa tu hatujafanya, jamani tuna mambo, yani tumeshikwa, jamani tunahangaika, sio kwamba tumelala. Ni kweli, yani nasema kweli, lakini huu ndio wetu huu mmoja wetu huu kinchi tunashindwaje? Hilo jambo sio tu Singida. Hata tulipoanza tukaitangazania hapa, sio kwamba ni watu sisi tunataka nchi nzima hiyo hivi. Sisi tunataka kusimamisha Uislamu katika jamii, sio Singida, sio Morogoro, sio Mbeya. Uislamu kote, yani na utatusema kwamba Uislamu kote na huku ni Singida peke yake. Ama Dar es Salaam peke yake hataje kwa nchi. Ni kila mpaka kwenye kata kwa hali nzuri ya Uislamu, sio?
Lakini tuanze kwenye mkoa tu na uongozi mpaka uje kwenye kata. Ndio lengo. Kila mahali kuna hali nzuri. Lakini sasa hivi tukio ambao ni kama ni vituo sasa, ambao viko vichache hapo tutatujengea nguvu ya kwenda mpaka chini. Nataka tufanye kwa pamoja. Alafu huko chini wenyewe tushafika hatua chini, kila mkoa kwa mfano tutasimamia sasa. Tushaipa nguvu itasimamia katika mkoa. Mkoa nao utakwenda kwenye wilaya na tutasimamia mpaka kwenye kata. Ndio tunataka hivyo ifike hapo. Sisifanye kama tunajaribu jambo la kwetu, usimame. Ni kitu cha hakika yani. Sio kitu cha kujaribu. Hii kazi tufanye kwa kujaribu. Kwa hiyo tukasema bado ule mmoja wetu hatajitumia vizuri. Tumesomewa aya hapa. Mwenyezi Mungu anasema tushikamane pamoja. Tukapewa mfano wa Afrika Muslim Office. Kwamba watu wafika hata kinchi wakasema hata Tanzania tunavyoanza kulingana na ugumu tushirikiane kikubwa. Angalau East Africa. Kulingana na mazingira yetu yalikuwepo ya kisiasa wakati ule. Na wakati in fact inachukua ujio kidunia. Lakini sasa hatuwezi kwenda ghafla kwenye dunia. Kama hatuwezi kwenda ghafla kwenye nchi nzima, lazima tuanze kwenye vituo, si ndio? Na si lazima tuanze kwenye nchi hivyo baadaye tutafika manji nchi zikienea, tutafika dunia. Lakini lazima tufike kwenye dunia. Kwa sababu tunataka kusimamisha Uislamu dunia nzima. Tu ni super power kama tunaacha super power, Uislamu kama super power. Lazima turudishe Uislamu kuwa super power. Na si mtu mwingine atakayefanya ni wewe. Usianze kwa Uislamu tasimama na mtu mwingine ndio atakayokuwa super power. Tutajenga sisi super power, ule nguvu tutajenga sisi. Kila muumini ndiye atakayojenga hiyo nguvu kwa namna yake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akatueleza kwa namna kana humbuniano, kana kwamba ni jengo likamatana barabara. Ametupigia mfano wa jengo. Kwa majengo lina vitu vingi sana. Lakini vyote vinashikamana kwa pamoja, kila kitu sehemu yake, jengo linakuwa imara. Na sisi tunataka ifanye hivi. Sasa tunajiuliza hivi leo hii kulingana na hali tuliyofikia, watu mpaka kinchi, watu ambao shikamaneni, jengine ushirika, utakuwa na nguvu. Sisi tunashindwa. Mambo ya biashara, lakini hata kinchi watu wanajua kwamba watu wakishikamana pamoja wanaweza kufanya kitu. Hata serikali inasaidia, itasaidia vikundi. Tulisaidia vikundi, anajua watu wakiungana lazima wanakuwa na uwezo. Dunia tunavyoongea sasa hivi, kuna watu wamejiweka ni vikundi vidogo, ni watu wachache, lakini wameshikamana kidunia, wanatutawala. Na wanatutawala kwa uchumi, wanashika dunia nzima, uchika uchumi. Uchumi ndio wanaongoza. Uchumi ni power. Sisi tunashibaje kushikamana? Pamoja mara nyingi nasema labda siku hii labda msijui. Siku zote nilikuwa nasema inakuwaje mtu sisi Waislamu tunazikana kulingana hali tuliona hayo. Mtu mmoja hatuna uwezo mkubwa. Tumaskini. Lakini kwa umoja wetu hatuna umaskini wote. Lakini unafikiri yaliyo kwamba Uislamu sisi tu hawa tunaitikia huko. Nakumbuka hapa sisi tumekuja kuwakilisha watu wachache. Sisi watu wachache tuwakilisha wengi. Sawa? Lakini hapa tuko kwa mfano. Tukasema kila wiki bwana tuchangie shilingi 1000. Sawa? Hapo tuko zaidi, mimi nafikiri tukiweka tukiratibu vizuri tuko zaidi tunaweza kufika hata karibu 1000. Karibu milioni tunaweza kufika tukifanya jitihada. Sawa? Tukachangia kituo kwa mfano hiki kikajengwa 1000 tu. Na ni pesa ndogo sana, mtu akitoa hamna jasho. Tena hivi tunaokuja hivi ndio tunapata jasho sana. Yaani hamna tamasha haya ya kuja ni muhimu kuja. Ili tukae pamoja tuelezane kwa pamoja. Lakini tunawezekana tukakaa kule tulokaa tukachangia kituo kwa pesa kwa jambo kwa urahisi sana. Wala hutachukua gharama kubwa ya nauli uliokusanya mwaka mzima, hutatoa kiasi hicho. Kila mmoja atatoa kiasi kidogo tu ama nusu ya nauli yake. Akawa anatoka kidogo kila kitu kwa mwaka mzima, kama mtu anasema anawekeza kwa ajili ya nauli ya kwenda kuchunga. Sawa?
akatoa kidogo dogo, unakuta kule inakuwa pesa nyingi sana kiasi kwa kimajenzi. Sasa vile tunataka pesa, na sisi tukichema msingi sehemu kubwa sana inabakia inataka pesa. Ile msingi ni gharama ndogo sana. Ni kweli tunapeleka hata 2500, lakini 500 hata zenyewe hazifikishi popote. Wale ambao wameshaza vituo wakapata zile 2500 zile, wala hazifikishi chochote. Ukinunua nondo na sementi upandishi ukuta, unakuta unafundisha msingi tu, hata ukuta upandi. Katika majengo yote ambayo tunachimba misingi upandishi ni hata kwa mikoa. Hebu chukulia 500 kwa mikoa yote, ni pesa ngapi katika mambo ya ujenzi? Sawa, tumetoa, lakini tunatoa lengo kwa sababu tukienda bwana tuchangie kidogo ili waendelee. Tunasema waendeleze misingi isifukiwe, waijenge angalau tukija wakati mwingine tuweke pale, lakini misingi isifukiwe, sio waendeleze wamalize kujenga. Kwa nini sasa tuweke utaratibu wa kumaliza kujenga? Hatukasema sasa mwaka huu bwana tunakuwa na tamasha ambayo hapa nilita tamasha la kihistoria mkoani Singida. Hii tamasha ya kihistoria. Kwa mwaka huu sasa tunakuwa na tamasha la kiuchumi. Tamasha la kiuchumi of course haina maana kutafuta pale ambapo tuko wengi inawezekana, lakini tutafanya tamasha, tukafanya mambo ya kiuchumi. Kwa kifupi, katika tamasha hili kuna kazi zitakazofanyika ambazo zitatupelekea kwenye watu wenzetu wa Shungu. Kwa eneo hili walipata eka 140, sio kwamba kasema kwa kujenga haka tulikuwa Zanzibar, lakini sehemu nyingine wote inabakia kufanya miradi ya kiuchumi. Unaweka vizuri, kasema wafanye miradi ya kiuchumi. Sasa wenyewe wakachagua miradi ambayo ni pesa ya kufanya. Wamechagua mradi wa mbuzi mpaka sasa umeanza kama mfano. Baadaye katika tamasha tutaanza kutembelea, tunaweza kutembelea mifuko michache kama mfano tu, tukija tuone. Lakini bado sio kwamba hajakuwa kitaalamu, hawajachagua mbegu nzuri au nini, wachagua tu kienyeji wafanye wakaanza. Na kuonekana kama kitu kinawezekana, inaonekana kinawezekana. Bila shaka baadaye tukifunga tutaweza kueleza vizuri. Lakini vile inaonekana kama sasa hivi mradi ambao unajulikana sasa hata kinchi na unapigiwa chepuo na serikali, kuna swala zima la ufugaji wa samaki. Hili unaona kwamba wamehamasika, wanataka nao walifanya. Bahati nzuri wanayo maji matamu kisima kwa pale. Na swala tu kupata umeme, na umeme inawezekana wakapata, lakini kwa kuanzia mzee kwa generator wakaweka kwenye mabwawa pale, wakaweka kitu kinachowezekana. Kitaalamu kitu ambacho kwa muda mfupi, lakini vile sasa hivi hapa katika Singida kuna kampeni ya mikorosho. Inaonekana kama ni kitu ambacho ni zao ambalo linafanya vizuri. Kwa hiyo watu wasema ambao wanafanya kitaalamu inaonekana vizuri sana. Nadhani hata wao wameshatembelea mashamba wakaona inawezekana. Kwa hiyo wakasema hivyo, wanaanza hiyo miradi mitatu yote. Watu sasa mwaka huu katika tamasha letu hili tutakuwa na kazi hizi. Na kazi ya kuandaa shamba la mikorosho hilo, angalau kwa eneo kubwa, hatuwezi kusema kwanza tutaanza kwa kubwa. Kumbuka siku hizi mchache na hatuna vifaa vile vifaa vyetu ni mikono yetu. Kununua visiki nini, tungekuwa na yale makatapila ya mtu na leo viziko kwa kumwagilia. Kwa hiyo angalau katika malengo yetu angalau tuna eka 10 ambao tunalima vizuri, tunatifua, yaani tunatoa visiki na tupima angalau mashimo tukachimba ya nani. Tukifanya hivyo tutakuwa tunafanya kazi kubwa sana, eka 10. Eneo ni kubwa, lakini tuanze na eka 10 ya kuanzia rasmi kama kuanzisha mradi wa uchumi. Lakini pili tunaweza kufikiria kwa kufanya jitihada angalau tukatengeneza hata mabao mawili ya samaki. Katika kinabaki tuko na kazi kubwa sana. Lakini vile
labda wakina mama watakuwa na kazi zao, watakuwa na kazi za, kuna kundi kule polisi zinatakiwa zihamishwe kule kwamba tunakata ile mali tayari tutumie. Lakini leo kuna swala zima la barabara zetu. Siku zote lazima eneo letu hili tulizungushe, maana hata swala la moto, kama hamna barabara, watu wa jirani wakichoma majini yao yataweza kuvuka huko wakatumia vitu vyetu vingine. Kwa lazima barabara zetu ziwe safi za kuzunguka eneo. Kwa kila mama hiyo kazi ni hodari kwa hiyo. Wakafanya kazi hiyo kuzunguka barabara, kufagia ile pawe kwa safi. Kila wakati labda hili kabisa, kila wakati barabara inatakiwa tufanyie matamasha hata ya mkoa ama hata ya kanda, na vitu wa kushika barabara zetu siku zote inakuwa safi. Na yake maji katika vitu ambavyo ni hatari ni moto. Unaweza kuwa na shamba kama hilo, moto ukaruka kule ukamaliza kila kitu. Lakini miongoni mwa kuzuia moto ni barabara. Barabara kwa eneo ni kubwa zile, inasaidia sana. Na vile vitu wanaona kwamba hapa ni mahali pana watu, ile uhai unaonekana. Kwa hiyo tusiache uchafu kwenye barabara hata siku moja. Sio mwingine pole ile pole, lakini barabara siku zote ziwe nyeupe. Kwa hiyo kazi tutaifanya vile vitu kazi tutamasha, hasa kuna mama. Lakini vile nadhani tukiwa na kazi zile kama mchanga, inawezekana vile kuna mama wakafanya hii kwa mchanga, nadhani kwa wiki moja hii inawezekana tukafanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo kazi tunazitakiwa tuzifanye katika tamasha hili, tamasha la kuandaa uchumi. Nataka tufanye kila vitu vyetu sasa viwe na miradi hii, ili viambukize mpaka tuende kwenye level ya kata, tena miradi ya uchumi. Hapo inawezekana tukifanya sisi hapa ni kwa shamba darasa, vitu vyetu hivi ni shamba darasa. Watu wanakuja kule kutoka vijijini kule, kutoka kwenye kata, wanakuja hapa, wanafanya matamasha ya miradi huko, wakirudi kule wanaendeleza. Wenzetu tunafanya hivyo. Wenzetu tunafanya hivyo. Kila siku wana miradi mingi sana, wana maeneo mengi sana wanayotumia. Kwa hiyo sisi tuanze. Lakini lingine tutakuwa sasa na tamasha na tamasha mawili. Tamasha hili la kufanya kazi tutaendelea nalo kila mwaka. Lakini tamasha hili vile vile kila mwaka tutakuwa na tamasha la kuchangia vituo tulivyoanza ambavyo tunakaribia vianze. Unaweza hapa leo tutaeleza vizuri katika tamasha hili namna kufanya. Nimeshafanya mipango kitaalamu ambayo tunawezekana kabisa tukachangia kwa pamoja kwa urahisi, na tukifanya kampeni kubwa tukachangia kwa urahisi, na tukimaliza kituo hichi kinaendelea, tunaanza kingine hivyo. Kwa hiyo tunafanya matamasha, tutachuma msingi, tusifanye nini, lakini baada hapo tunasema mwaka huu bwana tuna hii sehemu tunaiendeleza. Tamasha lingine ikija tunaona ile sehemu tumshamaliza tamasha. Kwa hiyo tamasha itachukua mwaka sasa. Kwa sasa hivi hatutachukua mwaka, kwa maana kwamba si lazima kila tamasha tuenda kwenye tamasha tufanye yote mawili, lakini kwa sababu kuna vituo ambavyo tayari vimeshafika mahali pa kuanza, na kwa kweli watu wameshatoka, hata majirani zetu, hata wasiokuwa Waislamu. Nadhani mwanamke wetu wa Kigoma Mashariki anaambia mpaka watu wa wizara na watu wa wizara wa elimu, jamani vipi bwana, mbona Mwanzi, mbona vipi, lakini tujakamilisha vile vigezo. Tumeshabakisha, hata tukiambia tutakubali kwa sababu mna shule ni bodi haijakuwa na bodi, tutakubali. Hamjakuwa na vitu mbalimbali vinavyohitajika, mtafanyaje? Haiwezekani. Na sisi tunasema shule ni mahali pazuri. Na sasa shule sio zile za kizamani. Sasa shule za sasa, wazazi wenyewe kwanza, wazazi wenyewe wanataka watoto wao kasome mahali pazuri. Kabla hajaweka mtoto shule, anataka aende shule aitembee kwanza, aiangalie mazingira yake, aangalie miundombinu yake, ndio anapeleka mtoto. Sio tukao kama tuanza mwanzo, hizi shule zetu tuanza mwanzo zilikuwa tumeshamaliza, hamjafanya hata chochote, mnaweka vitanda watu wanakuja kuingia na wazazi wanaleta watoto. Sio sasa hivi. Ni wakati mwingine sasa. Shule nyingi vile vile na serikali na shule nyingi nzuri. Kwa lazima sisi tuwe na mazingira. Na mazingira tunawezesha, sisi tunaweza. Kwa naomba tumwombe Mwenyezi Mungu tuone hili tutaweza.
Kwa sasa tunakuwa na tamasha amwalikum anfusikum, tutafanya yote, tamasha la kufanya kazi, tamasha la kuchangia kwa fedha kidogo kidogo kwa utaratibu mzuri tukaweka, tutakubaliana na viongozi, nadhani tutakuwa tumeshaelewa wa viongozi watuletea, lakini tuhakikisha kwamba hilo jambo linawezekana na tutakuwa kwa spidi kubwa, na adui hataki hili. Sasa kuna haja gani ya kuungana tukawa kimoja lakini tusifanye kazi? Mzungu ashajalia kwamba adui tumemshinda, tumekuwa pamoja mpaka hii tunalala pamoja, tunakaa mahali tunashindana kutoa hela ambayo ni ndogo na kuchagiza wengine watoe kitu ambacho hakimuumizi, yani akitoa hapati kuona kama ametoa. Kwa mfano kumwambia mtu kwenye wiki atoe 1000 pamoja na maskini wetu, kitu kidogo sana. Sasa kila kutoa 1000 kila wiki kila watu wengi ni pesa nyingi sana za kufanya kitu kikaonekana. Na baada ya muda fulani, kwa mfano kisha kama miaka mingapi kwenye matamasha yetu, chukulia tu tuanzie chungu kwa miaka mingapi mikakiti 7. Okay, yani kwa miaka mingi imekatika sana. Yani miaka 7 hii kwa mfano tumeanza hilo. Hivyo vitu vyote tulianza vilikuwa vinaendelea na vingekuwa vishatuzalishia uwezo mkubwa zaidi kuliko hivi. Sasa hatuna chochote. Chungu hakujafika popote, Tagata hakujafika popote, Matinde ndio na hiyo misina yenyewe hata hiyo misina ya zamani hakujafika popote. Yaani hamna chochote, miaka mingi sana. Miaka 10 hamjafika chochote. Inakuwaje nchi nzima? Lakini yote hayo kila kitu kina wakati wake. Kwa sababu kila kitu Mwenyezi Mungu mwenye hekima. Mwenyezi Mungu ndiye anajua. Kwa hiyo hapo tulipofika wala tusijilaumu. Tuone tu kwamba tumekwenda, Mwenyezi Mungu Subhanahu ametulijia kwamba tunaweza kwenda zaidi. Kwa hiyo anatufunulia sasa. Kwa sababu hata mtume wake kwa mfano mpaka miaka 40. Kwa nini mpaka miaka 40? Sangepa mmoja kwa mmoja pale mtume yeye anapewa pale pale. Kwa nini Nabii Musa alayhisalam aangaliwe kwa komboba ni Israeli lakini azaliwe? Na anazaliwa wakati watoto ndio wanachinjwa sasa. Komboba watu wanaochinjwa watoto wa kiume na kuacha wa kike hai. Sasa yeye mwenyewe anatakiwa achinjwe. Akanusuriwa pale na Mwenyezi Mungu kwa namna yake. Ili nini baadaye kuja kuwakomboa sasa mbele mpita. Yani mtoto anazaliwa akue na Mwenyezi Mungu akamtaja, akafika mahali ana nguvu, anapiga mtu ngumi anaanguka na kufa hapo hapo. Maana ni kwamba amekuwa mchukua muda, si ndivyo? Alafu aende sasa kama muda ndio aanze sasa mtume wa Mwenyezi Mungu aanze kukomboa Bani Israeli. Ni hekima ya Mwenyezi Mungu. Kila kitu kuna hekima yake. Kwa hiyo tusichukie. Lakini tunapofika mahali sasa, wewe Musa umekuwa nenda kwa Firauni. Sasa hapo kama tuambiwa nenda kwa Firauni, lazima tuende. Yani tunapofika mahali Mwenyezi Mungu atuletee hamu, kwambia nenda kwa Firauni, lazima twende. Na kwa nini Musa akasema na nimeoa mtu pale, natafuta mimi. Ambao sio wasiwasi. Sisi tuko pamoja na wewe. Tutakuwezesha. Na sisi Mwenyezi Mungu atuwezesha. Kwa ndugu zangu, hayo ndio maneno la tamasha. Tamasha letu hili sisemi sana maana tuanze kazi, lakini tamasha letu tutakuwa na kazi hizi mtaja za kufanya hiyo miradi ya uchumi tuanze na tuko miundombinu yetu vizuri zaidi, lakini baadaye inawezekana baada si muda mrefu kulingana na utaratibu huu tunaofanya hapa sekondari ikamea si muda mrefu. Sawa, na ile primary school kule ndio vijana wapate mahali pa kwenda moja kwa moja. Tukiandaa kule Kitagata nani huko Matinde tupate mahali pa nani. Kwa hiyo tutakuwa na secondary na primary. Secondary primary tunajaza watoto wetu wale. Kwa hiyo swala la watoto kuanzia mwanzo chekechea mpaka tuende nao mpaka form 6 tutakuwa na uwezo huo, na ndio level ya hivi vituo. Alhamdulillah tunafika hiyo level nzuri tukujipanda vizuri. Sasa tunaweza kulea kuanzia chekechea mpaka tufike huko na vio tunaweza. Sasa vio walimu tunaweza. Sawa. Na vio viko sio kama hatuna, tuna Mungu pale kwa mfano. Mungu tofauti, Mungu inalea. Watoto wanafunzi wanatoka pale tofauti na wengine. Sawa.
Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ametujalia yote haya, tuna hali ngumu, lakini tufika hapo lazima tujiendeleze na tuwe na kifua mbele na tuzidi kutumia huu umoja wetu na nguvu zetu pamoja ili tuweze kuenda kwa spidi. Tuna university nyingi zaidi, tuna moja tunataka tuwe nyingi. Inawezekana hivi kwa kushirikiana, kukamatana, kuangalia kwa pamoja kwamba lengo letu ni moja, tunaweza. Kwa hiyo naomba tuanze kwa vitendo. Sisi tulioko hapa watu watatufuata. Lakini tufanye mfano, tutaona sisi ambao tunafuata, mtu asitudanganye kwa sababu tunafanya, tunaona. Baada ya kusema haya, niseme kwamba haya ndio tutayokuwa nayo katika tamasha hili. Tunaanza rasmi mwaka huu tamasha la kuchangia kwa namna hiyo ya kisayansi, lakini vile tutakuja na matamasha haya yataendelea ya kiuchumi. Kila tutakapokwenda sasa hivi, hata vituo kama tunavianza upya, lakini hatutaacha kuwa na uchumi. Vituo tangu kama mnakumbuka tushatangaza kwa vituo vyote vinavyoanza lazima ziwe na miradi ya uchumi. Kuendesha shule kwa kutegemea ada kuna matatizo. Inawezekana kabisa kwa mtu ambaye sie kwa sababu anatoa pesa. Yaani mtu mkuja kabisa, huyu bwana sio mtu, sisi tunachukua kuandaa watu uvukaji kwa ajili ya kusave jamii. Unaweza kuchukua mtu ambaye ni mharibifu wa jamii ukamchukua tu kwa kuwa na pesa. Ukamwacha mtu ambaye ana uwezo mkubwa sana lakini mzazi wake ni maskini, ukamwacha. Yaani kama mnategemea kuna mfuko mwingine, mtu kama yule mtamwangalia. Tuchague kulingana na malengo. Tutachukua wanafunzi kulingana na malengo. Mwanafunzi ambaye atakuwa ni kuja malengo yetu tutamwacha. Na sio sisi hatutakuwa sio watu wa kwanza. Ukiendelea kwa upande mwingine, nadhani watu mnajua. Seminari zile wanaanza 40. Wanamaliza na 10. Wanaanza na 40 darasa, wanamaliza na wao wanachukua kanuni zile za kiseminari. Mtu anavunja kanuni moja ndogo haukuvumilii, haukuvumilii. Na watu wanarizika. Yaani kanuni ndogo, kanuni kwa mfano kuonekana na pipi kwenye bweni, kaonekana ganda la pipi pale. Yaani watu wasiseme pale wanakwenda nyumbani. Ganda la pipi bwenini. Na hamna msalimu mtume pale. Kama si hapa kidogo tu kuvunja kanuni. Ambapo tunataka kujenga watu ambao watakuwa na utii. Naambia acha, anaacha, fanya, anafanya. Ukaanza tutakuwa tufanye yale ambayo hatakiwi. Mtu kiongozi kuamrisha yale ambayo ni sawa sawa lazima mtii, si ndivyo? Sasa ule utii unajengwa. Sisi Waislamu tumetofautiana na wengine. Akisema sio kwamba tutarejea kwa Mwenyezi Mungu na mtume. Lakini wale ukweli wa Waislamu lazima hata kama ni jambo baya wao lazima litii. Sasa tunataka tuwe watiifu. Dini haiwezi kusimama mpaka iwe na nidhamu. Kwa na watu ambao ni watiifu, wakiambiwa jambo wanalifanya. Haiwezekani dini kasimamisha hivyo. Sasa lazima muandae watu wa namna hiyo watakuwa watiifu katika jamii, watakuwa ni waadilifu. Sasa leo kupata watu waadilifu lazima mchuje. Hao ndio viongozi wa jamii. Kwa hiyo kama hatuna uchumi wetu wa kujitegemea tukategemea school fees, unaona nikimwacha bwana nitafanya shule itakuwa hamna walimu, hamna wanafunzi, maana sitakuwa napata hela ya kuendeshea. Lakini kama tuna miradi hapana. Kwa hiyo tunasema kila kitu kinachoanza sasa hivi kiwe na miradi. Kila kitu hiyo nadhani ni sera yetu tumeweka kamati ya kuuliza Uislamu kwa vitu vyetu vyote bwana havitakuwa vitu ikavu. Kwa sasa hivi nasema rasmi tunaanza sasa, tunasema ile kwa kusema, lakini tunaongea kujenga. Kwa hiyo tunajenga kwa pamoja mpaka tumalize. Tukabidhi kituo bwana amiri wa mkoa, kituo chako hiki hapa. Sasa lakini wewe utakiendesha mwenyewe, miradi yako hii hapa tunataka tuione. Kazi ya kujenga sio ni ya watu wa pale. Kazi ya kujenga sisi sote. Kwa hiyo kuna mama hii tunajenga shule sisi sote. Wanaendesha wale watu wakua, wale wenye kituo na ile eneo linalozunguka pale ndio tawachia shule waendeshe, waelewe vijana kwa tunavyotakikana, inavyotakikana basi
na sisi tunaenda sehemu nyingine, tunaanzisha shule nyingine hivyo hivyo, tunaacha ulezi, lakini tunaacha miradi yao kuchuma ya uchumi wanaendelea kulea shule. Hivyo ndio mtazamo wetu ambao tutaka tuende nao, na tukienda nao kwa vyote vile mzimu inshallah atuwezesha tufike huko. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.